Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Rais wa sasa ambaye ni Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania yu taabani baada ya habari nzito za kutisha kuwasilishwa ambazo zimeweza kutetemesha ardhi ya taifa la Tanzania. Katika kanda hii naomba tuangazie kwa undani habari hizi za kutisha ni zipi, nani ameziachilia na zinamaanisha nini. Moja kwa moja tusome vile tumeweza kupokea habari hizi ambazo ni za kutisha, haswa kwa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, kisha baadaye tutakuwa tunaangazia kwa undani. Habari hizi ambazo zimeweza kuwasilishwa ni za kutisha mno. Kupitia Amnesty International limeweza kuripoti na kusema ya kwamba vikosi vilitumia nguvu kubwa sana Tanzania, ikiwemo mauaji, kuzima maandamano ya uchaguzi kati ya tarehe 29 Oktoba na 3 Novemba mwaka 2025. Bado kile ambacho kiliweza kushuhudiwa Tanzania hakijasaulika, ila tu kinaendelea kufuatiliwa mno zaidi. Sasa kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa tukiwa mwezi huu wa 12 tarehe 20 ambazo zimeweza kuachiliwa. Habari hizi ni za kutisha baada ya kutolewa na shirika la Amnesty International. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kabla nisome na kuzama kwa undani ili nikufahamishe vile wameweza kusema, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na asante kwa kutii ombi langu. Karibu ili nikusomee vile habari hizi zimeweza kutolewa na shirika la Amnesty International. Vikosi vya usalama vya Tanzania vilitumia nguvu kubwa kupita kiasi, ikiwemo mauaji, kuzima maandamano ya uchaguzi kati ya tarehe 29 Oktoba na tarehe 3 Novemba mwaka 2025, vikionyesha kiwango cha kutisha cha kutojali haki ya uhai na uhuru wa kukusanyika kwa amani, wakati mamia ya watu wakisemekana kuuawa au kujeruhiwa nchini humo. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika la Amnesty International. Umeweza kuona kile ambacho kimeweza kuchapishwa na DW Kiswahili kulingana na vile ripoti imeweza kutolewa na shirika la Amnesty International. Maafa yaliweza kushuhudiwa nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa shirika hili limeweza kutoa ripoti halisi kuhusiana na kile ambacho kilifanyika, kilitendeka, kilishuhudiwa nchini Tanzania. Licha ya kusema kwamba maandamano yamesitishwa, licha ya kusema utulivu umerudi, licha ya kusema amani imetanda, usalama umeimarika, lakini hatuwezi kufuta yale ambayo yaliweza kushuhudiwa kulingana na shirika la Amnesty International. Kwa hivyo vile tumesoma hapo, ni kipi ambacho kinamaanishwa ama habari hii inamaanisha nini? Number 1, vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu zaidi na kuwaua Watanzania. Shirika la Amnesty International linajaribu kueleza ukweli halisi wa mambo kwamba maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania yalifanyika kupitia vyombo vya dola kwa sababu walitumia nguvu zaidi. Ikumbuke kwamba wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipokuwa kwa mkutano na wazee katika mji wa Dar es Salaam, aliweza kukiri yeye mwenyewe akisema ya kwamba nguvu ilitumika kulingana na kiwango ambacho kilikuwa kinahitajika nchini Tanzania. Kumaanisha Watanzania
waliweza kuuawa kupitia vyombo vya dola, kwa sababu maandamano yalikuwa yamekwisha tanda kila mahali, wakaona hapa kumewaka, ila tu ni kuhakikisha ya kwamba tumeleta amani, tumeleta utulivu kwa kutumia risasi. Namba 2, habari hii inamaanisha nini? Hamuna uhuru wa kujieleza nchini Tanzania, kwa sababu shirika hili limeweza kutoa makosa ama kukosoa taifa la Tanzania, kwa sababu wakati watu wanakusanyika pamoja kuandamana kujieleza vile wanahitaji mahitaji yao kulingana na vile wanataka mabadiliko, hawezi kuruhusiwa kuonyesha haki, hawezi kuruhusiwa kuonyesha demokrasia nchini Tanzania kupitia maandamano, kwa sababu wangeachwa waweze kuandamana, wawasilishe mahitaji yao, kwa sababu yale ambayo walikuwa wanawasilisha wakati wa maandamano ni uchaguzi kufanyika kwa njia ya uhuru na haki, kuruhusu Tundu Lissu, akina Mpina kuwa katika debe kwa sababu waliweza kuzuiliwa, tume mpya ya uchaguzi nchini Tanzania iweze kuteuliwa, uchaguzi uweze kurudiwa nchini Tanzania, katiba mpya iweze kupitishwa ili kuleta uwazi haswa kwa yale ambayo yanazingatiwa nchini Tanzania. Kwa hivyo wakati inasemekana ya kwamba hakukuwa na uhuru wa kujieleza, ni wazi kwamba uongozi wa kiudikteta, yani kiimla, uliweza kutumika zaidi, kwa sababu hawakukabidhiwa nafasi ya kuandamana vile walikuwa wanahitaji ili kuwasilisha mahitaji yao rasmi. What do you think? Shirika la Amnesty International vile wameweza kutoa ripoti hii kwamba vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu zaidi kuwaua Watanzania. Je, unakubaliana na shirika hili la Amnesty International ripoti ambayo imetoa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na ikiwa hauja tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na kumbuka kuna kengele hapo kando, bonyeza kengele. Na nia ya kubonyeza kengele ni wakati ule ambapo tutaweka kanda mpya, utakuwa unafahamishwa kwa kupokeza notification ya kufahamishwa kwamba Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Barikiwa sana ladies and gentlemen, let's meet in the next video. Bye bye.